kwa kambi ambazo zitakuja, tutaongeza uhamasishaji ili watu wajitokeze zaidi. Muda wa uhamasishaji ukianza, tutawaambia watu watoe watu ambao hizo sifa tutazisema, lakini hapa niseme tu kwamba tunalenga zaidi wanawake ambao wamepata majeraha makubwa yakapelekea kuharibu miili yao, kwa mfano kuungua moto, kansa, kwa mfano kansa za matiti sana sana zimeharibu, wanatakiwa warudishiwe wakae vizuri. Lakini pia waliobakwa na kuharibika wanahitaji huduma za kibobezi ili mpaka sasa zaidi ya watu 300 wameshapata huduma hizi. Na upasuaji rekebishi unahitaji gharama kubwa, gharama ya fedha, lakini pia namba 2 unahitaji muda mrefu ili matibabu yaweze kufanyika. Kwa mtu anaweza kafanywa kambi ya kwanza kafanyiwa huduma isikamilike, akahitaji aende kwanza apone, afu akija tena mara nyingine waje wamalizie ule upasuaji, na wakati mwingine wengine mpaka mara 3 wanahitaji kambi 3 ili waweze kukamilisha. Kwa hiyo kutokana na hiyo gharama zinakuwa ni kubwa sana. Sasa faida kubwa ambayo tumeipata kutoka kwa wageni ambao wanakuja kila mwaka na wanakuja kwa idadi kubwa ni kwamba wameweza kuletea utaalamu huu kwa wataalamu wetu, ambao imepelekea sasa mpaka sasa hivi Tanzania tuna idara katika hospitali ya taifa Muhimbili ambayo tayari ina mabingwa na wanatoa huduma hizi kwa kiwango kizuri, na tuna mabingwa jumla 13 sasa hivi ambao ni mabingwa wa upasuaji rekebishi. Tulipata support nyingi kutoka kwao na wataalamu ambao walikuwa wamekuja, na kwa sasa tunaweza tukasema tumepiga hatua kubwa sana kutoka mwaka 2016 mpaka leo 2026. At least tunaweza tukajivunia kwamba tuna wataalamu zaidi ya 13 mpaka sasa tunaongea, plastic and reconstructive surgeons ambao wako hospitali tofauti tofauti nchini, na kadri siku zinavyoenda chuo chetu cha tiba Muhimbili MUHAS kimeanzisha hii course kuanzia 2019 kwa kushirikiana na wadau tofauti ambao wengine walikuwa wanakuja katika hii program, na tumeweza kuanzisha hiyo program kwa ajili ya kutrain surgeons, na sasa tunaweza tukajivunia kwamba tunazalisha wataalamu hao hapa nchini, na baada ya muda miaka 5-10 ijayo tutakuwa na wataalamu wengi ambao wataendelea kwenda sehemu tofauti nchini kuweza kutoa hii tiba. Na kikubwa ni kwamba tumeanza tukiwa na tunafanya operation ambazo za kusaidia wagonjwa ambao wenye ulemavu wa aina tofauti, ajali, moto, wanapata saratani za sehemu mbalimbali au vilema vya kuzaliwa. Na sasa tunaweza kwenda juu zaidi, yani tunaita kwamba tumeanza na basic knowledge ya reconstructive surgery, lakini siku zinavyoenda now we are going to more complex surgeries ambazo zinafanyika kwa kutumia platform hii na nyingine ambazo zinafanyika katika hospitali yetu kubwa ya Muhimbili. Dhumuni haikuwa tu kufanya kambi, kuja kufanya upasuaji na kuondoka. The aim and objective of this camp was to come and also do capacity building. Ilikuwa ni kuwajengea uzoefu na kuwajengea capacity wa Tanzania ili kuweza kuendeleza hizi upasuaji ambapo hawa madaktari hawapo. Na of course tumeweza kushirikiana na Muhimbili hospitali, na katika miaka hii 10 partnership yetu haijaishia tu kwamba ni sisi RWI, Muhimbili National Hospital na wizara, bali tumeweza pia kuleta madaktari kutoka Bugando na kuwaleta kutoka Mnazi Mmoja Zanzibar, na pia kushiriki katika kambi hizi. Na nina furaha mimi kusema kwamba tunaweza na tumewajengea capacity hawa madaktari ambao ni general surgeons, lakini wameenda Zanzibar, na pia tumeona wameweza kufanya surgeries kule, kufanya upasuaji kule, na kuongea na madaktari hawa wa RWI na kuweza kushauriwa jinsi gani ya kuendeleza. Pia tulikuwa na Dr. Frank ambaye alikuwa katika kambi zetu na sasa ni plastic surgeon, na mwaka jana Dr. Nyembea pia ameniambia mgeni wetu rasmi kwamba ameweza kwenda Mwanza na kufanya upasuaji. Hii ndio dhumuni, na ndio maana mtaona katika upasuaji we don't deal only on numbers cases tulizofanya,
bali tunaangalia pamoja na mafundisho tuliyotoa kwa madaktari wetu wa Tanzania.